بنسودي Arabic Channel maadili kwa jamii. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Bansudi Arabic Channel, tukiwa pia katika mji huu wa Shinyanga kwa kuendelezea madarasa yetu mwezi mtukufu Ramadhani, na sasa tunamalizia 12 siku ya leo. Nadhani 12 tumelikata, kwa hiyo tunaelekea kwenye 13, na darasa zetu mwezi mtukufu Ramadhani zinaendelea kama kawaida katika msikiti huu wa Mufti Isa Sha'ban Simba baada ya salati dhuhuri, na kitabu chetu kile cha sheria ambacho ni Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adabi al-Alim wal Muta'allim, na baadhi ya mambo ambayo tunagusia katika 10 hili la pili. Juu ya mengi yalikuwa ni juu ya shekhe, mwalimu wa madrasa, namna gani, jinsi gani anavyotakiwa aishi na wanafunzi wake, jinsi gani anavyotakiwa wajali wanafunzi wake zaidi ya watoto wake. Je, shekhe wangu, wewe kama mwalimu wa baadaye, ingawa kuna vijana unasomesha na yeye bado asoma, lakini mimi nakuona ni mwalimu wa baadaye, shekhe wa baadaye, Shekhe Mpemba. Naam, kwanza kabisa mimi nakufahamu jina, lakini ndugu zangu wafuatiliaji channel hii hawakufahamu jina. Kwanza kabisa wapa jina lako, waitwa nani, unatokea wapi? Shekhe, karibu. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ukiingia mtandaoni utaniambia utampata Mpemba. Basi Mpemba imetosha. Ndio. Ama tukiingia moja kwa moja kwa mada ya leo, tumemaliza mlango ambao unazungumzia masaili ya mwalimu, namna gani ajipambe kwa sifa mbalimbali ili aweze kuishi na wanafunzi wake. Wallahi thumma wallahi, ukiangalia kwa mtiririko wa shekhe alivyokipanga kitabu hicho kueleza adabu za mwalimu akiwa anaishi pamoja na wanafunzi wake, unaangalia silsila ya kuonyesha kwamba ni ucha Mungu tosha kwa walimu, kiasi kwamba mwalimu akajipamba na sifa ambazo zinaelezwa tunazisoma. Wallahi, dunia leo hii kusingekuwa kunatokea machafuko, vijana ambao tunawaona na makundi mabaya yasingetokea. Ona shekhe anaonyesha na kutuvuta kupitia kauli za Mtume pamoja na Mwenyezi Mungu, anaonyesha kwamba kumbe shekhe inahitajia au anaenda kumjulia hali hata yule mwanafunzi mtoto. Lakini hii imekuwa ni vice versa. Leo hii ikitokea mwanafunzi hahudhurii darasa, wanaenda kumkamata, au mwalimu akimwona umeshinda kuja, utaona kitakupata cha kukupata. Akija mwanafunzi anagonga viboko, anakimbia. Kwa hiyo shekhe wangu, na nadhani nenda mdogo mdogo. Je, kwa wale walimu ambao wao wamewekeza tu kama mimi, hii elimu yangu ni kama ajira, hawafuatilii maendeleo ya mwanafunzi darasani, hawafuatilii jinsi walivyo maudhui darasani kadha wa kadha, je, hawa walimu nawaambia vipi? Nawaambia kwanza warejee katika makusudio. Lengo la kufundisha sio kwa ajili ya kutaka ardhi dunia, kutaka hongo, kutaka vitu mbalimbali vya kidunia. Lengo la kufundisha ni kwa ajili ya Allah. Tunaona ufuatiliaji wa vitabu kama hivi na maneno ya shekhe anayoyaweka inaonyesha kwamba kazi ya kufundisha, yani inabidi mwalimu aiteue kwamba ndio the first, ndio jambo la kwanza kuliko mambo ya kidunia. Sasa wewe kama mwalimu wa baadaye, je, utaweza kula samaki au utaweza kula maharage wanafunzi wako wale samaki? Hiyo ni kutokana na ucha Mungu wako. Tumesoma kwa shekhe, anasema kwa mwalimu unatakiwa wapende wanafunzi wako kama jinsi unavyopenda nafsi yako. Yaani wapende wanafunzi wako zaidi ya watoto wako nyumbani, kwa sababu wanafunzi wako ndio rafiki zako, ndio jamaa zako, ndio ndugu zako wa karibu. Je, shekhe utaweza? Nikipitia kuna kanuni moja au shairi moja linasema biqadri alqadri tuktasabu almaal, kwa kiasi cha ugumu utakaopitia shekhe au mwanafunzi ndio matukufu utayapata. Kwa kuizuia nafsi yangu na tamaa yangu ili kula dagaa, kula maharage, ili mwanafunzi ale samaki, ndio kiasi changu hicho nitaenda kukaa peponi jannatul firdaus pamoja na Mtume. Kwa hiyo shekhe utaweza kwa uwezo wake Allah inshallah. Basi inshallah shekhe wangu, Allah akuongoze, Allahumma amin, akuongoze katika ile mwana jambo gumu sana shekhe. Ingawa mimi nalifanya, mimi naliweza. Unaliweza shekhe? Unalifanya? Mimi nalifanya ile shekhe. Mimi tu mimi nakula dagaa, wanafunzi wangu wanakula samaki shekhe. Allah niwe pia kuongoza. Alama muumini shekhe. Allah kuongoza katika khair. Allahumma amin. Inshallah shekhe wangu. Allah kufikishe unapokwenda. Naam, ndugu zangu wa Bansudi Arabic, hapa nilikuwa na Mpemba tukipata mbele matatu juu yale ambayo shekhe kayazungumza juu ya masala ya leo. Nipo na mzee wangu hapa, tumsikie naye mawili matatu juu ya darasa hili la leo la mwezi mtukufu wa Ramadhani.
linaendelea hapa katika msikiti wetu huu wa Mufti Isa Shaaban Simba, linaloongozwa na Dr. Sheikh Abubakar. Na mzee wangu, kwanza tusalimie kwa salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nadhani leo sote tulikuwa katika darasa la leo, atumuona jinsi gani mwalimu anavyotakiwa kuishi na wanafunzi wake. Naam, ni kweli mwalimu kama jinsi alivyozungumza shekhe, ni kweli shekhe, inatakiwa ukae vizuri na wanafunzi ili kusudi kutokana na mahitaji yao na yale ambayo wanahitaji. Wewe shekhe inatakiwa wasikilize, kwa maana wewe ndio shekhe unaofundisha maadili mema, na wenyewe wanatakiwa kufuate wewe shekhe jinsi ulivyowafundisha. Je, kwa wale walimu ambao wameajiriwa, walimu madrasa wameajiriwa, lakini unakuta labda mwalimu katoka Kigoma anaishi Shinyanga, sawa? Sasa kutokana na jinsi anavyolipwa, analipwa kwa mwawamu, malipo yake haeleweki na mahudhurio yake kuweza kufuatilia wanafunzi anakuwa sivyo ndivyo. Je, namshauri kipi mwalimu huyu? Mwalimu huyu mimi cha kumshauri, na mshauri kana kwamba awe na subira, kwa sababu jambo la kheri linahitaji sana subira. Kwa hiyo subira ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo anapokuwa anaona anazungushwa katika ulipwaji wa posho yake, basi ni kuwa na subira kwanza, kwa sababu tunaambiwa na Allah, inna Allah ma'as sabirin, kama Mwenyezi Mungu pamoja na wenye kuwa na subira. Naam. Je, unawashauri vipi walimu wale ambao sio waadilifu kwa wanafunzi wao? Wale walimu ambao siokuwa waadilifu, kikubwa tu inatakikana warejee kutokana na mafunzo ya dini, wao waadilifu na wao katika masuala ya kielimu ya kidini na yale ambayo waliofundishwa kutoka kwa mashekhe zao, wao waadilifu, kwa sababu ustadhi wa dini inatakiwa uwe mwadilifu. Usiwe ustadhi alimradi tu ni ustadhi jina, na lazima ustadhi uwe mwadilifu ili uwe unaendana hata katika hali ya dini na katika jamii. Ukionekana ni mwadilifu, unakuwa ni katika sehemu ambayo unakuwa uko vizuri. Na unakuta mwalimu labda anafundisha somo lakini kutokana na halipi kufuatilia wanafunzi wake jinsi wanavyosoma, hafuatilii, ana imradi yende tu. Unamwambia lipi mwalimu huyo? Maana wamejaa walimu hao. Walimu wa sasa wanaangalia pesa na sio kile wanachokitoa, wanataka duniani kuliko fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ni kweli yeye yupo kwa niaba ya maslahi ya dunia. Sasa unapokuwa ustadhi lazima uangalie kwamba kuwa hii dunia tu ni ya kupita, lakini kikubwa angalia jinsi wewe unachokifundisha. Unahitaji fadhila za Allah, unahitaji malipo kwa Allah. Kwa hiyo wewe uende ufuate kile kitu ambacho unachokifundisha. Masuala haya ya kidunia yenyewe yapo tu, lakini kikubwa cha msingi ni kufuata yale ambayo unafundisha kwa wanafunzi wako. Basi shukrani sana mzee wangu, Allah akulipe kila kheri, akuongoze mambo yako, akuongoze katika kila jambo lako. Shukrani sana shekhi wangu. Naam, hii ni Bansudi Arabic Channel iliyopo katika mji huu wa Shinyanga kwa lengo na makusudia kurekodi darasa za mwezi mtukufu wa Ramadhani zinazoongozwa katika msikiti huu wa Mufti Isa Shaaban Simba, nazo zinaruka live kupitia channel yetu hii ya Bansudi Arabic Channel. Hivyo basi usahau ku comment, ku like, subscribe, kushare ili wa kwanza kuweza kupata maudhui yetu, ili ujue Uislamu wako, uweze kujua mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. maadili kwa jamii.